Tunaungana na wataalam wa ugonjwa huu wa kifua kikuu tukijadili zaidi. Tunaye hapa ndani Saudani Masawe, yeye ni mratibu wa kifua kikuu na ukoma ngazi ya wilaya ya Mwananyamala, akimwakilisha mratibu mkuu wa kanda ya Dar es Salaam. Kadhalika tunaye Joshua Gracian Sanga, ni mshauri wa afya jamii na mazingira, na pia tunaye Donatus Mapesa kutoka chama cha wanafunzi wa famasia hapa nyumbani Tanzania. Bila shaka tuna mengi mazuri ya kuzungumza hapa na utakwenda kuwasikia kwa uzuri kabisa juu ya ugonjwa huu wa kifua kikuu ambapo dunia leo ndo inaadhimisha. Karibuni sana wapendwa. Asante. Naomba mkaribie na sauti zenu tafadhali. Kwa kwanza moja kwa moja, labda ugonjwa wa kifua kikuu si mgeni kwenye masikio ya kila Mtanzania. Ukisema kifua kikuu kila mtu anajua, lakini wengine pengine hawajui undani wa ugonjwa huu hasa ukoje, una kitu gani ndani yake na nini. Labda tu mwanze kutupa ufafanuzi mfupi wa maana ya kifua kikuu. Asante sana ndugu mtangazaji, kama ulivyotambulisha awali, kwa majina naitwa Saudan Hassan, mratibu wa kifua kikuu na ukoma katika wilaya ya Kitibi ya Mwananyamala. Lakini niko hapa leo kumwakilisha mratibu wa mkoa wa Dar es Salaam. Ndiyo. Ya TB au kifua kikuu ni ugonjwa unaoenezwa na bakteria aina ya Bacterium tuberculosis ambaye iligundulika toka miaka 1800 na mtu mmoja anaitwa Robert Koch. Kwa toka kipindi hiko ikaanza kufanyika tafiti mbalimbali mpaka hivi leo kufikia hatua hii kwamba hata wagonjwa wa kifua kikuu sasa tunaenda kwenye hatua ya kusema tunawapunguza wagonjwa wa kifua kikuu. Sawa kabisa. Kwa kifupi unaweza kutueleza hali halisi ilivyo kwa hivi sasa hapa nchini kwetu, takwimu zikoje na hali namna hiyo, unaweza kutueleza? Ndio, kwa takwimu zilizopo sasa hivi za kifua kikuu, tukiangalia mkoa wa Dar es Salaam ni mkoa ambao kwa kitakwimu ina idadi kubwa ya watu, tunasema msongamano wa watu. Kwa hiyo ni mkoa ambao unachangia 17% ya maambukizi ya kifua kikuu nchini. Na tukija katika takwimu za Tanzania nzima, katika mwaka wa kuanzia miaka ya 2015 katika watu 100,000 ilikuwa tunaweza kupata watu katika wagonjwa wapya 1,133,000 kwa Tanzania nzima. Lakini mpaka kufikia mwaka 2024 katika watu 100,000 unaweza kupata wagonjwa 183 wenye kifua kikuu. Ukiangalia mwaka 2015 ilikuwa tunapata watu 308 wa kifua kikuu katika watu 100,000. Kwa hiyo tukiangalia katika hizi takwimu ni kwamba TB inaenda ikipungua kutokana na tafiti mbalimbali na ushirikiano wa mashirika mbalimbali yanayoshirikiana na Wizara ya Afya katika kitengo cha kudhibiti kifua kikuu na ukoma NTLP. Kwa hiyo tunasema si haba sasa hivi, hali kidogo inapungua. Angalau hali inapungua. Aha. Na tunapotazama kwenye idadi hii ambayo umetueleza takwimu zake, wagonjwa hawa hasa ukiangalia kwa haraka makadirio, ni umri hasa upi ambao umekuwa ukiathiriwa zaidi na kifua kikuu? Kifua kikuu kinapata rika lote, yote anaweza kupata kifua kikuu, lakini tunaangalia kuna makundi maalum, lakini pia kuna makundi maalum ambao tunategemea hao ndio tunaweza kukuta watu wenye kupata maambukizi ya kifua kikuu, mfano watu wanaoishi na maambukizi ya HIV, lakini pia wagonjwa wenye magonjwa sugu kama kisukari, kansa na kadhalika. Lakini pia kuna yale makundi hatarishi, mfano wavuvi, wajidunga pamoja na wahudumu wa afya ambao tunakuwa karibu na ile hali za kuweza kupata maambukizi. Kwa hiyo hayo ni makundi ambayo tunategemea kupata wagonjwa wa kifua kikuu. Hayo kwa watu ambao tayari wameshapata maradhi kama HIV, maana wana asilimia kubwa. Lakini kwa mtu tu wa kawaida ambaye hana maradhi makubwa kama haya, ni watu wa namna ipi hasa ambao wanaweza kujikaribisha zaidi na ugonjwa huu wa kifua kikuu? Hapo tunaweza tukasema kuna wazee, watoto chini ya miaka 5, lakini na hata wamama wajawazito. Sawa. Mnashindwa kufahamu kwa hapa ni nani kati ya majina yale niliyotaja. Hebu tafadhali unitajie, nikiwa na kutazama hivi nitajua wewe ni nani. Sawa, kwa majina naitwa Donatus Mapesa, ni kiongozi katika chama cha wanafunzi wanaosoma kozi ya Pharmacy Tanzania, yani TAPSA, na nipo hapa kuwakilisha idara ya Public Health and Environmental Issues, yani elimu ya jamii kwa ujumla.
kuhusiana na mazingira pamoja na magonjwa hivi. Aha. Mpaka hivi sasa mmekutumia elimu hii sasa kwa jamii, kuna kipi ambacho mmekifanya kuhakikisha kwamba watu wanaipata elimu sahihi na kuweza kulinda afya zao juu ya ugonjwa huu wa kifua kikuu? Okay, asante. Sisi kama chama cha wanafunzi ambao tunasoma kozi hii ya afya, lakini tunazo program mbalimbali ambazo tunazifanya. Kwa mfano kama siku ya leo hii tumeandaa posta, matangazo katika kuhamasisha watu kwenda kuhudhuria katika vituo vya afya pale ambapo wanahisi wana dalili zote za kifua kikuu, lakini pia kupitia media kama hizi tunapokuja hapa kwa ajili ya kuambia, kuweka elimu wazi kwa jamii, maana ugonjwa wa kifua kikuu unajulikana, lakini bado kuna watu ambao huenda hawana elimu ya kutosha kuhusiana pale anapopata dalili za ugonjwa huu ni nini akifanye, au pale anapokuwa tayari ameshapata vipimo na kujikuta na ugonjwa huu ni nini akizingatie katika kuhakikisha anapata matibabu sahihi ya ugonjwa wa kifua kikuu. Joshua, kwa upande wako unatuambia nini kuhusiana na masuala haya ya elimu? Maana ndio linakugusa moja kwa moja, mshauri wa afya ya jamii na mazingira. Ndio, swala la elimu ni muhimu sana, kwa sababu japo serikali inajitahidi sana katika shughuli za kuhakikisha kwamba TB inatokomezwa, lakini bado kuna mambo ambayo hayako vizuri bado. Mambo gani hayako vizuri? Ndio, kwamba bado maambukizi ya TB yanaendelea, na ukizingatia tukienda moja kwa moja kwa jamii ni kwamba bado kuna ile hali ya kunyanyapaa wagonjwa wa TB, kwamba wagonjwa hawa ni kwamba sisi hatuwezi kupata, lakini kiukweli ugonjwa wa TB unaweza kumpata mtu yeyote. Takwimu zinasema kwamba karibu robo ya dunia nzima wanaweza wakapata TB, lakini 10% tu wanaweza wakapata zile dalili. Ni mpaka leo unasema kwamba watu bado wana tabia kuweza kufanya unyanyapaa kwa watu wenye TB? Ndio, hiyo ipo kutokana na mila na hizi elimu, ni kwamba bado hazijafikia watu wote maeneo ya vijijini au maeneo hata ya hapa. Ni kwamba wewe umepata TB. Ni kwamba ni mtu anaonekana kama ni mtu ambaye labda ni gonjwa la kurithi au ni gonjwa la kurogwa, lakini ni gonjwa ambalo linaweza likapata mtu yoyote. Changamoto ipi unadhani inajitokeza ndani yake mpaka elimu hii kuto kufikia watu ipasavyo? Na ugonjwa wa TB ni ugonjwa upo miaka na miaka, wapi ambapo tunakwama zaidi, Joshua, tukitazama? Sehemu tunaokwama mpaka tunasababisha maambukizi ya TB mpaka saa hizi kuwa ni tatizo, ni kwamba ni kuhusu mambo ya hatuzingatiwi. Hata kama tukipata haya magonjwa na tumeenda hospitali, watu huwa wazingatii matumizi ya dawa. Nasema hivyo ni kwamba hivi mtu akitumia dawa labda ndani ya mwezi mmoja anajisikia amepona, watu wengi huwa labda wanaacha dawa. Kitu cha kwanza kama nilichoelezea ni kwamba pale kuna watu wanapata matibabu ndio, lakini kuzingatia matumizi sahihi ya dawa bado ni changamoto. Hicho ni kitu cha kwanza. Alafu na kitu kingine ni kwamba elimu ya TB bado haijasambaa tena kwa watu wengine wote katika nchi ya Tanzania. Japo serikali inajaribu kufanya kila harakati kwamba TB ijulikane maeneo yote. TB ni nini, pamoja na kuweza na hatua mbalimbali zinazoweza kuchukuliwa jinsi ya kuweza kuzuia TB. Kwa nini unadhani haifahamiki sehemu nyingi? Kitu cha kwanza ndo kama anachosema ni ile hali ya niseme ni kama stigma au kunyanyapaa, kwamba watu wanadhani kwamba hilo tatizo ni kwamba ni watu wanaopata labda ni wakurogwa, ni watu ambao yani ni jambo la ni ugonjwa wa kurogwa au ni ugonjwa wa kurithi. Okay.
Saudani, ni rejee kwako. Umezungumza mwanzo kuhusiana na kundi la waathirika ugonjwa wa HIV kuwa kwenye hatari zaidi ya kupata ugonjwa huu wa TB. Kuna uhusiano gani kati ya waathirika wa HIV na ugonjwa huu wa kifua kikuu? Ndio, asante sana. Katika mazungumzo yangu nilisema kwamba hata wagonjwa wenye magonjwa sugu pia wako hatarini kupata, na sio tu wale wa HIV. Hii ni kwa sababu anapokuwa ameugua ule ugonjwa kwa muda mrefu, unakuwa umepunguza kinga mwili, na katika magonjwa ambayo tunafahamu hasa kwa haraka yanapunguza kinga mwili ni HIV. Kwa hiyo kinga mwili inapokuwa imepungua, anakuwa rahisi kupokea ugonjwa wowote unaokuja mbele yake. Sio kwamba maambukizi ya kifua kikuu hata mimi na wewe inawezekana tumeshayapata, lakini kinachotusaidia ni ile kinga mwili tulionayo au mwingine yeyote. Kwa hiyo kinga mwili inasaidia kupigana na maradhi na kuyafanya yasionyeshe zile dalili kwa muda husika au yasionyeshe kabisa. Sasa yule ambaye tayari ana HIV, kwa sababu kinga tayari imeshashuka kuwa chini, dalili zake zinaonekana haraka na kuonekana kwamba huyu tayari anakuonyesha kwamba dalili za maradhi mbalimbali, sio tu ile, sio TB peke yake. Kwa hiyo ushauri na kitu kinachotumika kwa sasa hivi, kila mgonjwa wa HIV kuna dawa kinga ambayo anatumia, inaitwa preventive therapy, ambao kila mgonjwa wa HIV anatumia, na tuna muda maalum wa kitaalamu ambao kila baada ya muda huo anakuwa anatumia ile dawa kinga. Kuna watu wanazungumza kuhusiana na kifua kikuu kikomavu au sugu tunasema. Inakuwaje mpaka mtu anafikia kufikia kwenye stage hiyo? Naam, nikirejea kwenye mazungumzo ya presenter aliyepita, amezungumzia upande wa kwenye matumizi ya dawa. Mwanzoni mpaka kifua kikuu sugu kugundulika ilikuwa imeanza kwenye watu ambao wanatumia dawa, anakuwa hasikilizi vizuri ushauri anaopewa, kwa hiyo anatumia kidogo anaacha, au anatumia yani akijisikia kutumia leo na akisikia tena ameumwa atatumia tena, yani hafati ule ushauri kama alivyoelekezwa katika vituo vya afya. Kwa hiyo ile inapelekea dawa anazomeza kutengeneza sugu katika mwili wake. Kutengeneza usugu manake inafanya kwamba hata akiendelea kuzimeza hazimsaidii tena, kwa sababu tayari imeshajitengenezea ukuta wa kuzuia ile isifanye tena matibabu. Pale ndo inakuja kifua kikuu sugu, na mtu yule akiambukiza mtu mwingine atamwambukiza ile kifua kikuu sugu alichonacho. Kwa hiyo utapokea vimelea vile sugu alivyonavyo yule. Kwa hiyo ndo pale maambukizi ya kifua kikuu sugu yanatokea. Na mtu anapokuwa hatumii dawa ipasavyo, kifua kikamrejea mara kwa mara, akaingia kwenye huu usugu wa kifua kikuu, anakuwa kwenye hali hatarishi kiasi gani? Labda kuna maradhi mengine makubwa zaidi ambayo anaweza kuyapata ndani yake. Uhatarishi wake ni kwamba hata muda wa matibabu unabadilika, kwa sababu matibabu ya kifua kikuu ni miezi 6 na dawa ni chache. Lakini anapoingia kwenye usugu wa dawa, huwa katika kifua kikuu sugu, dawa zinaongezeka na kwa sio aina moja tena ya dawa atakayotumia. Anaenda kwenye matibabu ya muda mrefu. Japokuwa mpaka sasa hivi kuna maboresho yameshafanyika kupunguza ile miezi ya dawa za TB sugu mpaka kufikia miezi 6. Lakini inapofika kwenye usugu, yani kuna DRTB, yani drug resistance, lakini kuna XDRTB, yani extensive drug resistance. Sasa ikifika kwenye extensive hiyo bado tunacheza kwenye miaka miwili, miezi 18 ya matibabu. Kwa hiyo hapo uhatari wake kwanza ni kufikia huko, lakini pia dalili zile zinakuwa in severe form, yani anakuwa na dalili zile zinazidi zaidi ya zile ambazo angekuwa na TB ya kawaida. Kwa hiyo katika kucheza na dalili zile, uhatari wake pia hatuchelei kusema kwamba hata kifo kinakuwa ni moja ya hatari tunayoihofia. Ndio maana pia katika ile elimu ya dawa tunakuwa tuko makini sana pale mwanzoni kumweleza mtu kwamba anatumia vipi dawa na nini afanye. Na katika utaratibu ambao tunafanya kule kliniki wakati tunaanza matibabu, cha kwanza mgonjwa anapokuwa amegundulika na kifua kikuu, tunahakikisha amekuwa na ndugu wa karibu ambaye tunahakikisha atamsimamia matibabu yake. Yule ndugu wa karibu ndo anayesikiliza ule ushauri akiwa pamoja na mgonjwa, ili awe anamkumbusha kwamba hapa uliambiwa hivi. Hiyo pia inasaidia pia kupunguza ule unyanyapaa hata anapofika kule nyumbani. Umetueleza vizuri. Kuna namna mtu wa namna hii anaweza kuingia kwenye ugonjwa labda wa kansa baada ya kuwa kifua chake kikomavu zaidi? Hapana, kansa haisababishwi na kifua kikuu. Hapana.
Haisababishi, haina mahusiano. Haina mahusiano. Oh, sawa. Labda angekuwa na kansa ndio kwa sababu ya kushika kinga ndio apate kifua kikuu. Sawa sawa kabisa. Kwa upande wenu mnafanya namna gani kuweza kuhakikisha kwamba sasa elimu inakwenda kufika pahala sahihi na watu wanaujua ugonjwa vizuri wa kifua kikuu ni nini na ni vitu gani hasa wanapaswa kuweza kuzingatia ili kujiepusha na ugonjwa huu? Kwanza nianze na jinsi ambavyo jamii labda inaweza kujiepusha au watu wanaweza kujiepusha na ugonjwa huu wa kifua kikuu. Cha kwanza ni kuepuka sehemu zenye misongamano ya watu wengi, ni kuepuka. Lakini kwa wale watu ambao wanaishi sehemu zenye misongamano ni kujitahidi kuwa na muda ambao wanaweza kupata muda wakatoka sehemu ile yenye msongamano kwenda sehemu ambapo wanaweza kupata hewa kwa wingi zaidi. Lakini pia matumizi mazuri au kuwa na njia sahihi wakati wa kupiga chafya na kukohoa. Pale tunasema mtu azibe mdomo na pua wakati wa kupiga chafya na kukohoa. Lakini pia njia ambazo tunazitumia kama chama cha wanafunzi ambao tuko kwenye kada hii ya pharmacy ni kuhakikisha kuwa tunasambaza elimu kupitia kwenye mitandao ya kijamii, kwenye magrupu pia, lakini pia kwenye channel zetu kama chama. Tunazo program ambazo tunazifanya kwa kutengeneza video pia ambazo zinaelezea jinsi gani ugonjwa wa TB unaambukizwa, lakini pia ni nini mtu akifanya pale anapopata ugonjwa wa TB. Hicho ndio tunachoweza kufanya sisi kama wanafunzi ambao tuko katika kada hii ya pharmacy. Umeongea sehemu nzuri sana. Inawezekana kuna mtu ana mgonjwa wa kifua kikuu lakini kwa sababu hajui, hana uelewa wa kutosha namna ipi anaweza kumhudumia ili na yeye aweze kujinusuru, anajikuta naye anaweza kupata maambukizi kupitia mgonjwa anayemhudumia. Vitu gani vya msingi mtu anapaswa kuzingatia pale ambapo anapomuuguza mgonjwa? Kwa mtu ambaye tayari amefahamika na maambukizi ya ugonjwa huu wa kifua kikuu, tunachoshauri ni kwamba ni lazima kwanza afike kituo cha afya cha kutolea afya ili aweze kupima. Akishafanya vipimo akigundulika kweli ana ugonjwa huu, yule mtu atakaye kuwa anamhudumia au msaidizi ambaye atakuwa anamhudumia kwa kule nyumbani itabidi awe makini wakati wa kumhudumia. Kwa mfano, matumizi ya barakoa, zile maski kwa ajili ya kuzuia mdomo na pua wakati anapokuwa karibu na yule mgonjwa. Lakini pia kujiepusha kugusa sehemu ambazo zenye majimaji ambapo mgonjwa labda alilala au alikuwepo kwa muda mrefu, huenda akawa amekohoa, zile vimelea vimetoka kwa njia ya majimaji, vimegusa zipo sehemu fulani. Kwa hiyo huyu mtu anatakiwa awe makini kujiepusha kugusa sehemu hizo. Lakini pia yeye binafsi anatakiwa azingatie usafi wa mazingira yote ambayo mgonjwa atakayo kuwepo. Hizo ndio njia ambazo pengine zinaweza kumsaidia mtu huyu na yeye asiweze kupata maambukizi haya ya ugonjwa wa kifua kikuu. Pengine kuna watu wanatusikiliza sasa hivi na kohoa na vitu vingine, lakini hajui kifua cha kawaida ama ni nini. Kuna dalili zozote ambazo zinaweza kutupa kiashiria kwamba mimi hii inawezekana nitakuwa na kifua kikuu au ni lazima mpaka nipime? Dalili zipo. Dalili za awali kwa kabisa ni kukohoa kwa muda mrefu zaidi ya wiki 2 hadi 3, kikohozi ambacho ni kikavu. Lakini kukohoa kwa muda mrefu hii hupelekea mtu kupata makohozi yenye damu. Hizo pia ni dalili za ugonjwa wa kifua kikuu. Lakini dalili nyingine pia ni kupungua uzito pasipokuwa na sababu, yani mtu anajikuta anapoteza uzito mkubwa kwa wakati mfupi. Hiyo pia ni dalili ya ugonjwa wa kifua kikuu. Lakini dalili nyingine ni kupata homa kali wakati wa usiku, hususan majira ya usiku ambapo mtu atakuwa amelala anakuwa na homa kali, lakini pia kupata jasho jingi wakati wa usiku. Hizi ni dalili za awali kabisa ambazo zinapelekea au kuashiria kwamba mtu huyu huenda na maambukizi ya ugonjwa wa kifua kikuu. Lakini kitu kingine kama ambavyo watangulizi wamesema ni kwamba ugonjwa huu unaweza kumpata mtu yoyote, lakini inabidi mtu anapokuwa ameona dalili hizi ambazo nimezitaja hawahi kituo cha afya kwa ajili ya kupata ushauri pengine pia na kufanya vipimo kwa ajili ya kupata uhakika zaidi kama ana ugonjwa huu au ni dalili za ugonjwa mwingine. Sawa. Joshua, kwa upande wako, kwa mtu ambaye tayari ameshagundulika kwamba ana kifua kikuu, vitu gani hasa anapaswa kuvizingatia ili kuweza kujipa nafasi ya kuweza kupona kwa haraka? Asante. Kitu cha kwanza, mtu akishagundulika kwamba una TB, ni muhimu sana kutumia dawa ulizopewa.
hakikisha dawa unatumia kwa wakati uliopewa ili kuhakikisha kwamba kiwango cha dawa kinapatikana kwa wingi katika damu. Kwa hiyo kwa kutimiliza hicho kitu lazima awepo kidogo hata msimamizi kuhakikisha kwamba huyu mtu anazingatia kweli dawa, kwa sababu dawa zina madhara mengine, madhara makubwa, nyingine ni madhara ambayo ni mazito, ambayo ukiona madhara mazito unatakiwa kuwahi hospitali. Ndio mfano wa madhara mazito, kuna watu wanapata ganzi, wanajisikia kama vidole na au miguu inakuwa kama inachoma choma. Kwa ukiona dalili kama hizo, haraka kimbia hospitali, lakini usiache dawa, kwa sababu ni madhara ambayo yanasababishwa na hizo dawa. Mnatusaidia kutoa elimu na kufikisha ujumbe kwa jamii. Ni vitu gani hasa vizingatiwe ili kuweza kuepusha ugonjwa huu wa kifua kikuu? Cha muhimu kuzingatia katika kutokomeza ugonjwa wa kifua kikuu ni kuepuka misongamano. Hicho ni kitu cha kwanza. Tuhakikishe kwamba sehemu yote ambayo ina misongamano tuiepuke, na sehemu nyingine yote ambayo labda hewa ni ndogo pia, na hizo sehemu ni sehemu za kuepuka sana. Ndio, lakini na pia tuhakikishe usafi pamoja na lishe bora, kwa sababu ukiwa na lishe duni unaweza kusababisha upungufu wa kinga mwilini. Saudani, dunia leo imeadhimisha siku ya kifua kikuu. Kwa upande wa hapa nyumbani Tanzania, kitu gani mmekitupia jicho zaidi na mnataka sasa kukipa kipaumbele ili kuweza kupunguza umbo la ugonjwa huu wa kifua kikuu hapa nchini? Katika hili tuko katika kutokomeza kifua kikuu, na Tanzania kwa ujumla mpaka sasa hivi tunavyoona harakati za Wizara ya Afya kupitia mpango wa kudhibiti kifua kikuu na ukoma, imestiki zaidi kushirikiana na media mbalimbali katika kuhakikisha kwamba wananchi wanapata elimu ya kutosha kuhusiana na kifua kikuu, na ili hata kama kuna ambao wana zile dalili za awali waweze kuwahi katika vituo vya afya, waweze kupima mapema, waweze kupata matibabu mapema ili kuendelea kupunguza vifo zaidi kama vilivyoonekana kupungua katika takwimu. Mmeadhimisha kwa staili gani hapa nyumbani siku hii? Tumeadhimisha kwa mkoa wa Dar es Salaam, tumeadhimisha katika maeneo mengi. Tumeweka kitu kinaitwa mass campaign katika wilaya, mfano Kinondoni, Ubungo, Temeke. Tunafanya mass campaign kwa kutumia wahudumu ngazi ya jamii, wanapita katika mitaa kutoa elimu, pia kuchukua sampuli kwa wale ambao wana hizi dalili, wanaleta katika vituo vya afya, tunapima. Kwa hiyo kupitia hiyo tumefanya hiyo mass campaign, lakini kingine ndio hii kupitia katika media mbalimbali kuzungumza na wananchi wajue nini kinaendelea, na pia kupata elimu ya kutosha kuhusiana na kifua kikuu. Kuna ujumbe wote mmeuandaa kwa ajili ya siku hii ya maadhimisho ya kifua kikuu leo? Ujumbe wa mwaka huu unasema kwamba kwa pamoja tunaweza kutokomeza kifua kikuu. Kwa hiyo tushirikiane kwa pamoja ili tutokomeze ugonjwa wa kifua kikuu. Naam. Sawa. Rai yako kwa Watanzania ambao wanasikiliza sasa hivi? Rai yangu kwa Watanzania ambao wanatusikiliza kwa muda huu ni kwamba mtu anapopata dalili za ugonjwa huu wa kifua kikuu ni vyema na ni sahihi sana kuwahi kituo chochote cha afya kwa ajili ya kufanya vipimo na kupata majibu sahihi. Na ikigundulika kuwa amepata ugonjwa huu ni vyema kuanza matibabu, lakini pia anapoanza matibabu azingatie matibabu, kwa sababu matibabu ya ugonjwa wa kifua kikuu kama ambavyo amesema ni ya muda mrefu, miezi 6. Kwa hiyo pengine inawezekana ina changamoto katika kutimiza matibabu kwa ujumla. Kwa hiyo la yangu ni kwamba ikigundulika mtu ana ugonjwa huu wa kifua kikuu ni vyema akaanza matibabu, na anapoanza matibabu ni vyema akamaliza matibabu. Na usiache nusu. Ndio. Lakini pia ni utoe ushauri kwa wale ambao tayari wana maambukizi ya ugonjwa wa kifua kikuu, wajikinge na kuwakinga wengine pia wasiweze kuambukiza ugonjwa huu. Sawa. Joshua, unatuacha na neno gani hapa leo? Cha msingi ni kwamba ukiona dalili ya kwamba labda unakohoa, usikimbilie kwenda labda pharmacy. Unaona dalili labda una kikozi kikavu, labda
una kikozi kinachotoka damu ukaenda moja kwa moja labda kuchukua dawa hospitali kama hizo antibiotics na dawa zingine za kadhalika, kwa sababu sio vikohozi vyote ambavyo vinaambatana na damu ni TB. Ndio, kwa hiyo moja kwa moja unavyoona dalili kama hizo za kifua kikuu au ni dalili tu zozote, kama unajisikia kama kukohoa na homa zingine, ni muhimu sana kwenda hospitali ili ukapate matibabu. Mimi nawashukuru sana kwa nafasi yenu na ushiriki mzuri kabisa ndani ya Kasri jioni hii. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.